Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Huu ni mwezi Disemba na leo ni Disemba 2. Mwezi huu tunajifunza mada kuu isemayo mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya nafasi ya pekee uliyotupatia watoto wako wa kiume na wa kike. Jina lako litukuzwe kwa ajili ya ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu. Leta amani katika mioyo yetu. Leta furaha katika maisha yetu. Amani yako itawale, pendo lako likatubidishe. Tusamehe dhambi zetu, turehemu na ukatufundishe kuyatenda mapenzi yako. Asubuhi ya leo tunaamini utatembea pamoja nasi, na hata tunapojifunza mada hii, tunaamini Roho wako atakuwa pamoja nasi akitufundisha kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema Henoko na ujio wa Kristo wa mara ya pili. Na Henoko, mtu wa 7 baada ya Adamu, alitoa maneno ya unabii akisema, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu kwa maelfu ili afanye hukumu juu ya watu wote. Yuda sura ile ya kwanza ya 14 na 15. Bustani nzuri na ya kupendeza ya Edeni, ambapo wazazi wetu wa kwanza walifukuzwa, iliachwa hadi pale Mungu alipoamua kuiangamiza dunia kwa gharika. Mungu aliipanda bustani hiyo na kuibariki kwa namna ya pekee. Na kwa sababu ya majaliwa yake ya ajabu, aliichukua kutoka duniani na atairejesha tena duniani ikiwa imepambwa kwa utukufu zaidi ya ule iliyokuwa nao wakati ilipoondolewa duniani. Mungu alikusudia kutunza sampuli ya kazi yake kamilifu ya uumbaji, mbali na laana ambayo kwayo alilaani dunia. Mungu alifunua kikamilifu mpango wa ukombozi kwa Henoko, na kwa roho wa unabii akamchukua hadi kwa vizazi vitakavyoishi baada ya gharika, na kumuonesha matukio makuu yanayohusiana na ujio wa Kristo mara ya pili na mwisho wa dunia. Yuda 14. Henoko alifadhaishwa na suala la wafu. Ilionekana kwake kwamba watakatifu na waovu wote watakufa, na huo ndio utakuwa mwisho wao. Hakuweza kuona dhahiri maisha ya watakatifu ng'ambo ya kaburi. Katika maono ya unabii huu, alielekezwa kuhusiana na mwana wa Mungu ambaye angekufa kama kafara ya mwanadamu, na alionyeshwa ujio wa Kristo katika mawingu ya mbinguni akiambatana na jeshi la malaika, kuwapa uhai watakatifu waliokufa na kuwakomboa kutoka katika makaburi yao. Aliona pia hali ya ulimwengu kuharibika katika wakati ambapo Kristo angeonekana mara ya pili, kwamba kungekuwepo majivuno, kiburi, kizazi chenye kujipenda nafsi, wakijipanga kufanya uasi dhidi ya sheria ya Mungu na kumkana Bwana Mungu wa pekee na Bwana wetu Yesu Kristo, na kuikanyaga damu yake na kudharau upatanisho wake. Aliwaona watakatifu wakiwa wamevikwa utukufu na heshima, wakati waovu wakiondolewa machoni pa Bwana na kuteketezwa kwa moto. Henoko aliendelea kukua kiroho wakati alipokuwa pamoja na Mungu. Uso wake uling'arishwa na mwanga mtakatifu ambao ulisalia usoni mwake wakati alipowafundisha wale watakaosikiliza maneno yake ya hekima.
Mwonekano wake wa kimbingu uliotukuka uliwaogopesha watu. Bwana alimpenda Henoko kwa sababu alimfuata kwa uthabiti na kuchukia uovu, na alikuwa na bidii katika kutafuta hekima ya kimbingu ili kuyafanya mapenzi ya Bwana kwa ukamilifu. Alitamani sana kusogea karibu zaidi na Mungu aliyemcha, aliyemheshimu na kumwabudu. Mungu asingemruhusu Henoko kufa kama watu wengine, bali alituma malaika zake ili wamchukue na kumpeleka mbinguni bila kuonja mauti. Mbele za wenye haki na waovu, Henoko alitwaliwa kutoka katikati yao. Wale waliompenda walidhani kuwa Mungu alimuacha katika sehemu fulani alipojitenga nao. Lakini baada ya kumtafuta kwa bidii na kushindwa kumpata, walitoa taarifa kwamba hakuwepo kwa sababu Mungu alimchukua. The Story of Redemption, ukurasa wa 58 na 59. Hii ni Disemba 2 ya mwaka wa 2025, mada ikisema Henoko na ujio wa Kristo wa mara ya pili. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Nikiambaisha pasi utulivu. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. Changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, 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 mwamba imara, tajificha kwako.
tu Yesu.